Na mwanamichezo, mudani wetu sasa kugamba na kutamba viwanjani. Na karibu sana mwanamichezo, kipindi hewani ni B Sports, kipindi namba 1 cha wanamichezo. Sehemu ambayo wanamichezo tunakutana hapa kujadili masuala mbalimbali ya kimichezo bwana, kuanzia hapa nyumbani na nje ya mipaka ya Tanzania. Ninayekualika hapa ni mimi mwanamichezo mwenzako, naitwa Mbweni Mgombelo aka Vinicius Junior Winga Teresa, sauti ya kuvimba, sauti ya kujidai. Kama kawaida hapa mjengoni na kuwa na timu ya ushindi, niko na Duma Sports, miongoni mwa wachambuzi bora sana. Nimepata bahati ya kujumuika naye kwenye B Sports bwana. Karibu sana bwana Duma kwenye familia kubwa ya B Sports. Asante sana. Karibu sana bwana. Asante sana. Kabisa. Sahihi. Miongoni mwa yale tutakakwenda kuyasikia leo ya kimichezo kuanzia hapa nyumbani bwana, ni tutaanza na ushiriki wa timu ya taifa ya vijana Tanzania Under 17, yanamaanisha chini ya umri wa miaka 17 kwenye ushiriki wao wa michuano ya AFCON kwa mataifa ya vijana bwana. Ulikuwaje na ukafikiaje? Utasikika hapa bwana, si ndio? Then kwa upande mwingine tutaangalia ujio wa basi la Simba bwana. Tuliambiwa mdhamini wa tenda ya udhabuni wa jezi ameleta basi bwana. Na tutamsikia hapa kwenye 1 na 2 Duma Sports atachangia ni kwa namna gani ameliona, na kikweli mpira wetu unapiga hatua kwenye hali ya kimichezo, atasikika hapa. Na then kilingine la tatu na kubwa zaidi ni kocha wa Azam Florai Ibenge apiga chini dili la Mali bwana, kuifundisha timu ya taifa ya Mali. Florai Ibenge alipiga chini dili hilo. Baada ya hapo then tutahakikisha visa zetu ziko poa zaidi, afu tutafly kimataifa, ambako kimataifa yako mengi sana ya kimichezo kuelekea kombe la dunia. Zimebaki siku 7, siku Cristiano Ronaldo atacheza finali yake ya mwisho pale Marekani. Zimebaki siku 7 kuelekea pale kombe la dunia Marekani. Tutaangazia ni moment gani kali zilifanya vizuri kwenye kombe la dunia la mwaka 2022 pale Qatar. Je, ni wachezaji gani ambao walifanya poa zaidi? Atasikika hapa Duma, na ni kwa namna gani ambapo yeye anaona timu gani ama taifa gani litafanya vizuri zaidi kwenye World Cup hii hapa bwana. Baada ya hapo tutaangalia tetesi mbalimbali za kiusajili barani Ulaya. Vilabu mbalimbali vinaendelea kuimarisha vikosi vyao kuelekea msimu mpya wa mwaka 2026 2027 bwana. Mimi naitwa Mbweni Mgombelo, hii ni B Sports. Usiondoke, tunakwenda break fupi, then tukirudi tunakwenda kuanza kwenye yale ya kimichezo kwa hapa nyumbani zaidi. B Sport ya Boresha Radio ni nembo ya michezo mtaani. B Sport ya Boresha Radio, viwanja vyote kiganjani mwako. Habari ya Ujerumani nzuri Edgar. Tizi letu la nguvu kwa dakika 90 na watu wa sport. The more passes we give on their pitch, on their half, the better position will be for the gegenpressing. If we start playing too far and too quick to the other half. Tunakikunjua kitabu chenye matukio yote ya kimichezo na burudani kwa uchambuzi makini. B Sport ya Boresha Radio, mazoezi na afya. Bench press ni hilo zoezi moja ambalo mtu anaweza akafanya kwa ajili ya kupungua uzito au akafanya kwa ajili ya kujenga mwili. Basketball, tennis. And this time James anticipates. LeBron James, big time. Uchambuzi wa bando la vigongo, series na movie kali. Ni movie updates. Hatuna baya mwanangu, twenzetu maskani. Bwana, hiyo ni Boresha Radio bwana, B Sports, kipindi 1, kipindi namba 1 cha wanamichezo bwana. Nilikualika hapa, mimi naitwa Mbweni Mgombelo. Nilisema tukirudi time hii hapa tunakwenda kuanza kwenye yale ya kimichezo moja kwa moja zaidi. Hebu tuanzie kwa hapa nyumbani, ambapo timu yetu ya taifa ya vijana Tanzania chini ya umri wa miaka 17 walikuwa pale nchini Morocco kushiriki michuano ya kombe la AFCON mataifa kwa vijana. Then yakatamatika rasmi, ambapo timu yetu ya taifa ya vijana Tanzania Under 17 ilipoteza mchezo finali kwa hatua ya mikwaju ya penalty 4-2 baada ya dakika 90 kutamatika kwa sare ya bao 1-1. Bwana Duma Sports, ulipata nafasi ya kuangalia timu yetu ya vijana Tanzania Under 17. Kwa wewe uliona ushiriki wao upo ni kwa namna gani, na kitu gani ambacho tunapaswa kujivunia sisi kama Watanzania na wanamichezo kwenye timu yetu ya taifa ya Under 17? Kwanza kabisa mechi iliangalia vizuri na niwapongeze sana madogo bwana, kwamba unajua mpaka kufikia pale finali sio kitu kidogo katika michuano hii ya miaka 17. Ndio sahihi. Ukirudisha kidogo miaka ya nyuma katika ile kipindi kile kina Kibabage nadhani Dickson Jobu walifika robo nadhani. Ndio sahihi. Kufika finali. Cha kwanza
mpaka wamefikia pale. Kwanza walikuwa hawasikiki hata. Ndio. Wakaenda kule. Mimi nimekuja kusikia Madogo kwa finali, mimi nimeshangaa. Umefikaje finali kwanza? Ndio. Sasa basi leo ngoja niangalie. Sababu ilikuwa ina promotion. Kwa wakati wameingia finali Madogo, niliangalia mechi vizuri na kitu ambacho kimenishangaza ni kuona wameweza kushindana na Senegal kwamba bwana wanacheza sisi tunacheza mpira. Ya ukija kuangalia ile finali vizuri nakuta kwamba cha kwanza nimependa sana yule goalkeeper wa Taifa Stars. Alikuwa anakuwa michomo mingi sana. Na kitu ambacho nimefurahi zaidi ni kuona kwamba Senegal ni taifa kubwa, unajua ukiachia hata kimpesi zote tuwapati. Engo zote wani wana timu zote. Na ni taifa kubwa. Kwanza nilitegemea kwamba tutakula goli nyingi. Nilitegemea hivyo. Lakini sasa nimekuja kuangalia kwamba aisee kwanza mpira mzuri umecheza, lakini bata ilikuwa kwetu. Lakini timu kama timu iko vizuri kwa ujumla kuanzia nyuma mpaka mbele. Nafikiri kwamba sasa ni wakati wa serikali yetu hii yaani ile timu isiishie kama tu timu nyingine kwamba bana walikuja wakapotea. Kwa nategemea kuona kwamba kuna sehemu watafika. Nilikuwa natamani ifike wakati serikali yetu wafanye kama wanavyofanya vile Morocco kwamba bana hichi kituo kinachukuliwa. Ile ni kwa mimi ninavyoona ni miaka baadaye ni timu nzuri sana ya taifa. Nzuri sana. Kwa kama wale watachukuliwa kuna sehemu watapelekwa. Nafikiri naweza nikaona mbali zaidi. Tunaweza kupata timu ya taifa ikawa moja nzuri zaidi. Timu ya taifa. Kwa hata kwenye hii miaka 20 inayokuja. Sikuna michuano hii Afrika miaka 20. Kama wao tutaenda nao tena. Tutafika mbali. Ni timu nzuri. Bwana huyo ni Duma anakuambia kama tutachukua kile kikosi cha Tanzania under 17 tukakipeleka under 20 kwenye michuano ya AFCON, basi yeye ana uhakika zaidi tutabonda tena finali, na time hii hapa tutachukua hapo sio mbali zaidi mwanangu, na maanisha bwana tutafika mbali zaidi. Na napenda nimesikia kuna baadhi ya watu kwenye pastazo wameitwa kupitia ile timu Isa Mbegeledi na Choi. Kwa hiyo ni hatua zote tumepiga. Kwa hiyo natamani wale wasiwache. Yaani sio kama wale wengine. Unajua wale wengine wanatoboa ni baadhi wachache sana wanatoboa. Ndio sijua kwa wapi. Kwa hiyo basi isiwe vile. Ni wale watafutie kitu. Yaani wewe bwana kuna sehemu nyingine tunatuwaone zaidi. Bwana katika kuchagiza hayo bwana CAF kupitia kwenye kurasa zao rasmi za mitandao ya kijamii waliachia kikosi bora cha michuano ya timu ya AFCON kwa under 17 ambapo sisi kama Tanzania tumepeleka watu 4 kwenye kile kikosi kile bwana. Hii ni hatua kubwa sana. Hii ya juzi kikosi bora cha michuano yani cha mashindano mazima tumepeleka watu 4. Ya nimeona hiyo, nipata kuona. Cha kwanza nimefurahi. Ila kitu ambacho kilichonifurahisha zaidi ni kuona Madogo amechukua tunzo muhimu zaidi siku ile. Of course. Mchezaji bora wa mashindano. Ya unajua ni tunzo ambazo katika finali. Yani zile tunzo zimetoka katika timu ambayo haijawa bingwa. Tungechukua ubingwa na zile tunzo ingekuwa tamu zaidi, lakini kwa kuwa ndo tumekuwa nafasi ya pili, lakini tumepata tunzo muhimu zaidi. Kwa hiyo ni cha kujivunia pia katika hili. Nadhani miongoni mwa mijadala mikubwa sana ambayo watu wamekuwa wakiishi Duma, na nataka kujaribu kushare mawazo na wewe. Unataka kuamini kwamba AFCON ya mwaka 2027 tunaweza tukajumuisha hawa watoto kwenye kikosi? Maana nimeona kuna wachezaji wana uwezo kabisa kama yule Issa Chole anacheza namba 6, Azizi Zerodri pale katikati ana mudu kabisa kucheza pale. Unadhani ni project sahihi kuingiza kwenye AFCON ya mwaka 2027? Mimi naweza nikasema hivyo, lakini shida ya sisi mpira wetu sasa ndio tunakuja pale. Sasa tutaita kikosi Simba na Yanga, Azam tumemaliza, tukiongezea sana Mtibwa hivi. Lakini sasa kama kweli tunahitaji kufanya vizuri kwenye hii AFCON ya mwakani, basi katika hichi kikosi ambacho tukifika finali ya 17 wangetoa wachezaji kadhaa kwenda pale kwa wakashirikiana na hii timu ya Taifa Stars yenyewe. Lakini kwa sisi mpira wetu jinsi ulivyo, sina imani, sina uhakika kama wale tutaona. Sina uhakika. Hana uhakika. Huyo ni Duma Sports bwana. Tukitoka upande huu hapo bwana, taarifa nyingine tunaambiwa kwamba basi la klabu ya soka ya Simba Iriza lililoahidiwa na mdhamini Jairuti limefika liko Bongo. Bana, taarifa inasema kwamba baadhi ya vyanzo vinaripoti kwamba japo haijawekwa rasmi na klabu yenyewe kwenye kurasa zao kwamba je ni wamelipokea ama ni mdhamini mwenyewe amelipokea, lakini kuna baadhi ya taarifa zinaendelea kwamba basi la Simba maarufu kama Iriza I6 bwana liko Bongo, watu wameliona. Unadhani ni hatua muhimu kuelekea kwenye kupiga hatua kwa mpira wetu wa Tanzania kwa jumla?
Kwanza kuna kauli bongea umesema kwamba Simba wenyewe hawajathibitisha. Yeah, of course. Na mimi nilifuatilia mpaka asubuhi ya leo. Nikafuatilia Jeruti wenyewe, nikafuatilia na Simba. Sikuona hiyo taarifa. Yeah, of course. Lakini watu ndo wanajaribu kuspread. Sisi sasa kiuhalisia sisi tunataka tuchukue ile point ya kwamba kama ni kweli basi linalotajwa ndo lile liko Bongo, tumeviona picha zake, japo tunasema sio limechoka matairi sio nini. Hata tunataka tuchukue picture ya kwamba lile basi tunaloliona ndo kweli mnyama anakwenda kupewa. Unaiona ina afya kwenye mpira wetu? Sana kabisa, kwa sababu kibongo nani anamiliki ile basi kimpira? Kibongo nani anamiliki? Azam wanairisa ndo anamiliki ile basi. Azam wanairisa. Wale tuwatoe. Wale fans kana na matajiri kwenye mpira wetu. Kwa hiyo tunaamini kwamba kwenye mpira kitu uwekezaji kinamata sana. Tena kwa asilimia kubwa zaidi. Japokuwa mara ya kwanza lilionekana hivyo kama unakumbuka, mpaka ikaonekana kwamba Stu Bandarini ndio linashushwa. Juzi limeonekana tena. Mimi sijaliona. Haujaliona? Yes, kama umeliona. Yaani kuishuhudia. Ni bwana, nisiwe mnafiki niwe muwazi, nilipita kwenye kurasa ya Ahmed Ali, afisa habari wa klabu ya Simba, akasema hivi kwenye posti yake moja namnukuu kwamba kama kweli lile basi linaloonekana na pokea ile tenda alithibitisha kwamba bwana ili basi hadi safari itakuwa limeshafika, lakini matokeo yake mpaka ligi inatambulisha sahihi alifiki. Pengine mipango unajua kuna mipango alafu na matumizi. Pengine mipango ipo ndio kwamba hadi mwezi wa 11, lakini je, matumizi yako hivyo? Mfuko na unaongea hivyo? Sasa labda sisi mpira wetu jinsi tunavyoendesha wenyewe sijajua sasa wao mpira unauendeshaje, unaona. Lakini kwa sababu ya hili jambo ni basi ambalo kweli hata nje linatumika kwa timu kubwa barani Ulaya, unaona. Kama kweli basi Simba wanalo basi tutakuwa vizuri, lakini basi kama kweli lipo, kwa nini wathibitishi basi limefika? Inabidi nipigwe sticker za timu hapo tunakuja kwamba tulihitaji kabisa kwamba waseme bana basi ndo hili, lakini sasa ndo tunalipeleka kwa mimi. Hicho ndo kinachokitaka kwamba Simba bana wasemana ili hapa limefika, simeliona jamani, sasa ndo tunakwenda kulipeleka sasa hata hatua hiyo haijafika bado. Lakini unadhani ni kwa nini inakuwa big story sana kwa vilabu vyetu issue kama basi? Vilabu kama Mamelodi Sundowns nadhani huko wameshavuka, huwezi kukutana na story kama hizi. Ni kwamba vilabu vyetu havina mapato na matumizi ambayo yanaweza kukusanywa yakamiliki lile basi. Manake nilikuwa najaribu kupita anasema kwamba lile basi ili za i6 lina thamani kati ya milioni 800-900 kulinunua likiwa used huko kwao kuja kulimiliki kwetu. Vilabu vyetu haviwezi kutengeneza hii pesa kwenye mfumo wao wa mapato kwa mwaka mzima, gate collection, mambo ya udhamini, broadcasting. Hawafiki milioni 800 kumiliki basi, na isiwe story tena mpaka tusubiri mzabuni atoe tenda mfukoni ndo akalinunua. Swali moja. Yeah, of course. Sisi usajili wetu mwaka mzima Simba kama Simba, Yanga kama Yanga wanatumia shilingi ngapi kutokea wachezaji? Sijajua, kuna kipindi tulikuwa naambiwa B5 B6. Haya kawaida sasa. Tuseme tuchukulie bilioni 5 inasajili wachezaji, si ndio? Wewe unaamini wale wachezaji wanafikia hela? Swala la kuamini, hiyo imani ni nadharia tofauti kidogo. Tunapaswa tuamini kutokana na kwamba tunaletewa bwana huyu Aziz Ki tumemchukua milioni 600. Watu wamelipa 600. Mimi na uhakika ligi yetu ndio ligi ambayo hujui huyu mchezaji kasajiliwa kwa shilingi ngapi. Yaani hujui. So kama kwa zetu basi kabisa inakuwa hazara bana huyu fulani hela hapa hivyo, lakini sisi ligi yetu ndio ligi kwanza. Nadhani vipo ila tu hatuna hiyo kawaida ya kuonyesha. Sasa mimi hapo ndio kitu ambacho kinachonipa wasiwasi, yani kinachofanya mpaka sielewi kwa nini ligi yetu moto ukoje. Ndio sema kama hiyo kuona kwamba kwa nini haiwekwi tuone mbona zisikia sajiliwa kwa ngapi hiyo ni ngapi. Kuna siku moja kile Simba anadhaminiwa na Mbet. Wakati ule alisema aliweka bilioni 20 nakumbuka. Wakati huo Simba wanahitaji Manzoki. Unakumbuka? Robisi za Manzoki. Kwa paundi milioni wanataka milioni 400 tu. Sasa mimi najiuliza, Mbet ameweka bilioni 20. Sasa tofauti. Juu kuna tofauti nadhani hivyo. Kama anasema bilioni 20 kwa miaka 4 manake wastani kwa manake kwamba yeye kwa mwaka anatakiwa atoe bilioni 4. Hapo bilioni 5. Sawa. Tuchukulie bilioni 5 imewekwa. Sawa. Ya usajili. Manzoki anataja milioni 4 tu. Milioni 400. Milioni 400 tu. Kuna ugumu gani kutoa milioni 400 kwa bilioni 4? Wana bilioni 4. Mungu anataka milioni 400 tu kumsajili. Uendeshaji wa klabu ni mkubwa.
Unaweza kwa bilioni 4 ukaiona ni hela nyingi sana, lakini kuiendesha klabu kama Simba kwa mwaka nzima kabisa zaidi ya bilioni 4. Sawa. Kama mimi na uhakika umesema basi milioni 800, si ndio? Wanaweza lina uwezekano wa kununua vitu kwamba vina uwezo kutengeneza haya mapato. Inawezekana sura bilioni 4 kaka. Mtu anaweka bilioni 4, unani mdhamini, unashauri vipi kuweza milioni 800? Inawezekana. Na ila sasa sijui uendeshaji wetu sisi ukoje. Sijui. Sababu mimi ukiniambia nani anaweza kulipa bongo sijui. Sijui kama unajua. Hapana, nisijibie wenye mamlaka za huyo. Mimi sijui. Bwana huyo ni Duma amefikika hapa kwenye swala la Simba. Kusemekana kwamba basi aina ya Iriza i6 lipo bongo na wanaelekea kukabidhiwa mnyama bwana. Taarifa hazijawa rasmi kwenye mamlaka husika, lakini kutokana na fununu za hapa na pale kwenye mitandao ya kijamii na baadhi ya washirika kutoka kwenye vilabu hivyo wanajaribu kutanabaisha hilo swala bwana kwa namna moja au nyingine. Tutoke hapo bwana Duma, si ndio? Ndio. Tuingie pale kwa matajiri wa jiji Azam, likatatu tuwazungumzie kabisa kwenye basi. Sasa tuje tuwazungumzie kwa kocha hao. Frola Ibenge alikuwa anahusishwa kwenda na kuifundisha timu ya taifa ya Mali kwa Jigi Diala, lakini kwa baadhi ya sababu mbalimbali amekataa bwana, na kwenye kunogesha hilo Azam amempiga tena mkataba mwingine wa miaka 2 bwana, si ndio? Hebu lizungumzie kwa nini hivi vilabu vyetu anakuja mwalimu wa mpira atakaa baada ya muda fulani utasikia anahusishwa kwenda sehemu fulani, vilabu vyetu vinashindwa kuwa na msuli imara wa kuwazuia walimu. Sasa hapo naweza nikasema sehemu moja. Unajua si ligi yetu namba ngapi? Namba 6 kwa ukubwa. Kwa ukubwa. Namba 6. Kwa tumzidi tunaendelea hadi Mali, ndio hivyo? Of course, so Mali. Haya sawa. Sasa kwa mimi ninavyojua. Ndio. Unajua sisi ligi yetu ina uhakika zaidi. Sasa hivi ni ligi ambayo tuna brand kubwa sana. Ndio. Azam TV anafanya kazi kubwa sana. Na sisi ligi yetu ina uhakika kwa ukubwa ambao kwa ukubwa za timu mbili Simba Yanga kuingia kwenye michuano kufika hatua zile za mbali, unaona. Ninaamini sisi ligi yetu ni ligi ambayo daraja kwa kocha wakubwa. Hata kocha ambaye anakuja hapa kujitafuta. Sawa, akija Simba Yanga anaonekana. Sasa swali langu kubwa ni kwa nini kama kweli sisi ni daraja au sisi tumekubali kuwa Atletico Madrid za Afrika? Kama sisi tukubali ndio tutengeneza alafu tuwape wakubwa. Sasa inakuja sehemu moja. Mfano nakupa mfano wa Fadru kwa Simba. Wakati tumzungumzie Ibenge. Tumwangalie Ibenge. Sasa nakuja lakini nakupa mfano. Fadru wakati anatoka Raja alikuwa kocha msaidizi. Ndio, sahihi. Kaja Simba kocha mkuu. Timu ikafika wapi? Finali. Ndio. Kwa siku miaka 2 sijui. Kwa siku sasa hapo tutakuja kwenye uendeshaji. Mimi naamini mpaka leo hii kuna siku moja Mudasiri haya wakati mechi inachezwa Zanzibar, sijajua Yanga kwa anacheza na nani, yeye alikuwa majeruhi. Wakati anafunga goli alihadi kwa engineer Helsa, sijui mechi gani, ni mwaka huu lakini kama nakumbuka. Baadaye aliojiwa na wachambuzi nje pale, kwa nini uliposhinda ulienda? Akasema bosi alilazimisha nicheze. Bosi aliniambia nicheze. Sasa mimi najiuliza, bosi alimwambia ucheze, ina maana makocha wanapangiwa vikosi? Hiyo ndo tafsiri yake, lakini inakuja hapo kusema kwamba hata makocha wenyewe kuna namna wanakuwa wanatoka huko wanakuwa hawana taarifa kamili na mpira wetu. Hilo inawezekana wakikutana na madudu kama hayo ambapo unasema wewe ndio unaona bora nimekujadili la mbali, ngoja nikafanya kazi sisi. Kuna kocha wa Singida kabla hajaja Ugamondi, kuna kocha pale Singida kupiga kazi nzuri wakamfukuza na sisi ndio huyo alivyoondoka akawajumbe aliwachia kwenye mitandao akasema kwamba timu inanipangia fulani acheze. Kwa hiyo nina uhakika Simba na Yanga huo utaratibu bado unaendelea, dakika hii bado unaendelea utaratibu, nina uhakika huo. Ndio unaweza kukuta kuna baadhi ya wachezaji utawachezi, ila kwa Simba na Yanga tunakuta unafika makocha wanapokuwa wanakuja labda wanakutana na hizo mistake, umeshaona mwisho wa siku unaona sasa kwa nini sasa maana naambia huyu acheze afu mimi unajua kama unajua sisi tofauti na wenzetu wazungu, tofauti ni moja tu kwamba bana kocha ni yeye ndio anakuwa manager wa timu, ndio kila kitu anafanya yeye. Sisi kama tuna utaratibu, kocha akija bala sikia wachezaji hapa anza msimu, umeona hasajili kuna kipindi Simba hata katifadi wanakuja hapa
wasaja waliwakuta tu bwana. Kuna kocha ule wa Benchika, sio Benchika alisema Zoran Mark katikati ya mchezo tumechi mbili akaondoka. Yeah, tofauti sana kuja hapo Ibenge. Unakuta turudi sasa Ibenge. Sasa alipata deal la mali. Mimi naamini unajua ukiwa kocha wa timu za taifa, maana unasubiri michezo miwili tu kwa msimu, kwa miaka tuseme AFCON, kufuzu labda mechi za kirafiki. Kwa hiyo sidhani kama ni CV kubwa unatengeneza pale. Ndio unaweza kukuta timu za taifa nyingi makocha wanakuta hawana majina. Unaona? Kwa mtu kama Ibenge nafikiri aliangalia mbali kwamba nitaenda mahali. Ndio haipo kombe la dunia. Kwa mpaka nionekane AFCON. Baada ya AFCON story yangu imeishia pale. Kwa nafikiri hata yeye aliona bana hapa nakwenda bana. Huku bwana nibaki tu Azam. Unajua kwa hiyo timu ambayo inalipa vizuri. Ila tu isipokuwa ile timu sijui labda aje Guardiola kwamba inaweza ikafanya mapinduzi kwa Simba na. Kwa mimi nafahamu hiyo. Kwa sababu kwa Guardiola kule mkataba umeisha. Kwa hiyo ndio nimesema labda ikatokea akaja. Kuna uwezekano mkubwa ndio Simba nanga na utalao kwa umeisha. Kwa sababu wale jamaa wanatoa hela kwenye usajili, anaga longolongo, ushona. Kwa hiyo sasa japokuwa wakati Ibenge anakuja mimi niliamini yes. Sasa hapa lakini ni project, hata project ina take time. Arsenal tunamzungumza leo anachukua EPL, Ateta amekaa pale msimu 6. Wale wazungu kaka. Ndio project, yani hata kama project uwe mzungu uwe Mswahili itahitaji muda. Sasa tuna uvumilivu. Nimekuelewa. Japokuwa ni kocha mkubwa. Sikasani miaka miwili. Kwa hiyo kwamba Ibenge kaja mwaka jana. Kwa hiyo nina uhakika alitani mwaka mmoja. Ndio tafsiri yake. Mpaka dili kaja ikabaki chupu kwenda, maana yake inaweza kuwa kulikuwa kuna mwaka mmoja. Ila mmoja ulikuwa ni wajini. Kwa baba tumwangalie. Wakati Ibenge ana CV kubwa. Of course. Ibenge huwezi kupa miaka miwili, yani uwezi. Kaka ni kocha mkubwa. Kwa hiyo wakati hata bwana mchukua hivi ndio mpe time miaka 5. Kama kana timu. Sasa nataka umesema project, sio project sasa tunazungumzia. Kaja tumpe miaka 5. Sahihi. Tutumvumilie. Maana tunarudi pale kwamba hatuna uvumilivu. Yanga umetoa mkocha ngapi kaka? Msimu mpaka sasa hivi wawili wameondoka. Miguel Angel Gamondi na Lens Sindlamov. Sasa hivi kwa sababu Yanga haina kocha. Ndio hivyo so mpito tu ameza msimu. Kwa magani kocha mwingine. Ndio. Lakini ni kama sikosei nimsikia alikama na kama sisi tutafukuza tu, yani as long as uendani na sisi maisha yako ni mafupi. Ndio ni sawa. Ni Yanga sio ni ngazi. Sasa tunazungumza kimpira. Ni sawa. Sasa kujibia. Bwana wewe ni Duma Sports, ilikuwa kwenye uwada wa habari za kitaifa za kwetu hapa nyumbani bwana. Tumezungumzia swala la vijana wetu wa Tanzania under 17 walikuwa pale Morocco, walicheza finali za AFCON mataifa kwa vijana, wakamaliza nafasi ya pili nyuma ya Senegal ambao ndio mabingwa bwana. Then tukawaangalia Simba na basi lao jipya, na cha mwisho kabisa tukamalizia na Flora Ibenge na dili lake la mali kushindwa kufanikiwa kwa sababu kuu mbili ambazo zimeainishwa hapa bwana, si ndio? Sababu ya kwanza ameeleza ni sababu ya kifamilia, kwamba familia yake ipo Kongo na yeye hawezi kwenda Mali, hakuna ukaribu kati yake yeye na familia yake. Then kwa hatua nyingine kama ilivyo wazi kabisa, Azam walionyesha nia ya kutaka kuendelea kusalia naye bwana. Au inaweza kuwa ilikuwa ni janja atingisha ongezewe mkataba. Mimi sasa kuamini hicho kitu kwanza. Haikuwa janja. Kutokana na aina mwenyewe ya kocha. Kweli Ibenge mkubwa ushona. Kwa hiyo la mimi ndo divide pale tu bwana. Sisi bwana hatuna uvumilivu, afu tuamini wala. Hapa anaweza akaja Guardiola hapa kama mwaka mmoja. Jamaa amenyang'ana na Guardiola. Kwa sababu ya ligi yetu kaka. Si kocha mkubwa yule. Of course kocha mkubwa. Ya Simba nanga atakuwa miaka 5. Unaona? Kwa mimi Ibenge hajatingisha nini. Alianza tu mbali kwa ngoja nibaki. Sahihi kabisa. Ibenge bwana amesalia na klabu ya Azam mpaka mwaka 2028, mkataba wa miaka 2 bwana. Hizo zilikuwa ni habari za kimichezo kwa hapa. Iwe vile. Kwa sababu unajua sisi Afrika tuna kitu kimoja. Sisi Afrika. Yeah, of course. Kitu kwamba mtu ambaye anaandaa michuano inafanyika kwake lazima ni bingwa. Sisi ndo tunaamini hivyo Afrika. Kwa hiyo kwa aina ya timu ambayo yeye anakuwa nayo. Yani naweza kusema kwamba kwa wale mpira bado niona AFCON naipa nafasi kubwa. Kwamba kama yani so kwamba eti atashinda nusu mpaka finali. Yani nampa hiyo nafasi. Kwa sababu kwa
kwenye mechi za kirafiki sana anacheza na timu kubwa tunaona. Anasema kuna Ufaransa. Anasema kuna Uingereza. Ndio hizo timu ambazo zipo kwenye World Cup. Unaona? Mimi nampa nafasi kubwa kwa sababu kwanza katika Afrika yeye ndo atatubeba. Unadhani silaha gani kali zaidi unaiona kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Senegal ambayo unaamini mwalimu wa Senegal yani ahakikishe ile silaha hata ikiwa na magongo lazima iwe uwanjani? Ni yule Ismail Sarr anacheza Crystal Palace. Ismail Sarr. Yeah. So Nicolas Pepe. Pepe Silva Costa. Kuna yule dogo wa Villarreal alifunga goli yule. Papigei. Yule si kiungo. Mimi kwangu bana si yangu mimi naamini yule dogo. Kwa mataifa yalobakia Ufaransa na umesema na Ufaransa na Ureno. Ureno ni miongoni mwa taifa ambalo nadhani inakwenda World Cup ikiwa na midfielder trio kali zaidi. Wao Neves, Vitinha na Bruno Fernandes, Magnificent Bruno. Unadhani ile trio ni msaada mkubwa zaidi kwa Ureno na ndio silaha ambayo Ureno analinga nayo kwa sasa hivi? Kwa sababu yani imekamilika Ureno. Imekamilika. Nyuma, viungo, winga, steka baba. Yani imekamilika. Sasa mimi kuambia tu Ureno akwamba msimu asiwe bingwa. Sasa uone. Sasa yani kwa hiyo sasa kuona kwamba nani atataka kushana na Ureno pale. Kwa sababu Ureno mwanangu yani ukiangalia ile tunavyoona ile PSG ndio pale. Tunavyoona PSG kwa sio wote. Ila ni ile PSG ambayo mpaka inafika finali misimu miwili. Kwa sababu ya Mendes. Umeona? Kwa kwamba ni wana timu. Ila tu kitu ambacho simpendi yule mtoto wa Milani. Yule mtoto bwana ana mambo mengi sana. Mtoto anamtia kama yani yule madoeka kwa sawa mpira. Acha wewe. Yaani wana sio watu wa kazi. Ni at least tumpe dogo ile Conceição. Francisco Conceição wa Juventus. Tumpe nafasi yule dogo. Yaani tunataka matokeo sasa. Hiyo dogo ile Rafael yao anazingua. Lakini timu wanayo. Mimi naona mbali. Yaani kama watu wachukua hii kombe msimu huu. Mimi naruhusiwa kutaja mataifa yangu au siruhusiwi? Unaona ruhusiwa. Na mimi naruhusiwa. Basi mimi nitaje. Bwana mimi mataifa yangu ambayo naona yanakwenda kufanya poa zaidi pale. Taifa la kwanza nitaungana na brother hapa Duma. Mimi nakwenda na Ureno bwana. Then taifa la pili naondoka na Spain, alafu wakoloni weusi Uingereza nipo nao sana. Bwana kwa sababu nikatalia kuhusu Uingereza. Kwa sababu ubao wa Uingereza. Twende miaka haya. Kuna Misri hivi Uingereza hata finali atacheza. Euro amecheza finali na Spain. World Cup. World Cup sikumbuka hajawahi. Tangu wenzake na Mekoweni kwa hajawahi. Unajua kuna kizazi cha dhahabu duniani alafu kuna kizazi cha dhahabu Uingereza. Nadhani Uingereza ndo wana kizazi cha dhahabu cha mpira wa sasa hivi. Sasa hapo nakuja. Uingereza ndio timu ambayo kila mwaka ina vizazi. Huo ndio kweli. Tukianza kwenye Euro sijui hadi World Cup kila mwaka ana vizazi. Ana timu kali. Finali ya Urusi ya World Cup walifika nusu, ndio? Ndio. Hii ya Euro mcheza finali. Kameza finali Euro na Spain. Haya, World Cup hii ya Saudi Arabia alifika tena nusu. Umeona? Yaani ana timu ndio. Lakini Uingereza ni wajisho sana. Subiri sasa nikwambie. Yaani Uingereza maisha hata kuja kufika finali World Cup. Acha basi. Hawezi. Ndio uko na shinda nusu kwa ndo mwisho. Amaki uko mbele kuna namna ya kuvuka ambayo Uingereza lakini anakosa. Tuchel ni mwalimu wa mpira, ameichukua Chelsea mbovu akaipeleka mpaka finali wakabonda Man City. Akaichukua PSG ya kawaida akaipeleka mpaka finali wakaenda kufungwa na Bayern Munich. Neymar anakosa nafasi nyingi za magoli. Muone hata wao wanaingia wakiwa wanajiamini kidogo kwamba tuna mwalimu, yani sasa hivi sisi kama Uingereza tuna mwalimu wa mpira Thomas Tuchel. Finali mbili za UEFA, moja anabeba moja anafungwa, na nusu finali ya mwisho Bayern kucheza anapeleka yeye, achana yeye Vincent Kompany anafungwa na Real Madrid. Alikuwa mwalimu ni Thomas Tuchel. Uliona hilo? Kwa ni mwalimu utasema sawa. Wana mwalimu mzuri. Wana mwalimu mzuri ila isipokuwa ni kikosi nikiona Uingereza. Ngoja ule sawa Tuchel ni mwalimu mzuri. Sasa yale mambo hadi kwenye timu taifa amealeta kwamba bana mimi si mwalimu mzuri.
mwalimu mkubwa. Kwani Pep yupo hivyo bwana? Sawa, mimi mwalimu mkubwa, kwa mimi na maamuzi yangu kila kikosi. Wote ambao unaenda World Cup na macho kama Maguire ambaye anamsimbua na msimu mzuri. Hilo kosa la kwanza. Harry Maguire. Kwa Cole Palmer, sawa, ana msimu mzuri lakini mchezaji mzuri, kwa sababu kumwacha. Sawa. Akamwacha na Foden. Trent Alexander-Arnold. Yaani hao wote wanakutajia wazoefu wao, sawa? Amewaacha. Sawa, wenzetu wana ile kitu kwamba bwana tunaangalia nani ana perform. Tunaondoka naye. Unaona? Lakini kuna majina ambao wanaweza kukupa kitu tofauti, test tofauti. Ndio tunamzungumzia hapo Palmer, tunamzungumzia Foden, Harry Maguire. Mimi kwa Maguire nimeshangaa. Basi tuseme bwana Palmer nani wanamzungumzia Maguire? The captain. Taifa kwanza anafanya vizuri. Angalia hata Maguire ambao mpaka anafika pale nusu finali, yeye ndo anasababisha, anatoka kona, anapiga watu wanafunga. Unaona? Kwa nafikiri hivyo vitu vitamkosa. Kwa kwanza kuacha wachezaji. Ni wachezaji muhimu. Ni heri uende nao. Wawepo tu. Kama na alifanya Brazil na Neymar. Kwa bwana kuna mechi muhimu anahitajika. Mtu kama Palmer hawezi kumwacha. Foden ana msimu mzuri kabisa msimu. Lakini hizo mechi za mwisho kuna kitu alionyesha. Sasa tuwezi kwenda naye. Bila kama tulikuwa tunataka naye. Trent lazima tuende naye. Umeshaona? Akaja kamwacha Trippier. Kana ni mchezaji mzuri. Morris Morgan Gibbs White wa Blawa. Kwa nini hajaitwa? Wakati katika msimu huu ndo kafanya vizuri kichizi udogo. Yaani kafanya vizuri mimi shaka udogo hajamuita. Nimeumia. Sasa kitaje kuja bwana Uingereza wapo kama sisi wabongo. Tunanungu. Of course. Kwa mwalimu akishindwa ajue kabisa ataona kitachomkuta. Ataona kitakachomkuta, ataona yeye mwenyewe. Watu wataongea sana. Najua hicho kitu kwamba kitatokea. Timu watu wataongea sana. Na hata kwa nini kuja lipate kwa Uingereza. Atajuta sana. Kwa hiyo si kocha mkubwa. Mimi namuamini kwa kwanza anafanya kitu. Lakini kwa kuacha wale wachezaji kiukweli basi haimpe nafasi nzuri. Mimi simpi nafasi nzuri, lakini kwa sababu tunarudi kwenye benchi yako bwana mwalimu mkubwa kwa baadhi anafanya kitu. Na sisi sana bahati timu ya finali. Kwa hata kikosa kombe kwa Uingereza ni mafanikio makubwa kwa timu ya Uingereza. Akaenda finali akakosa. Ni mafanikio makubwa kwa sababu hawaja kuingia finali. Mimi moment yangu kubwa kwa finali ya mwaka 2022 ile ndoto siwezi kuisahau mpaka leo. Ni save ya Emiliano Martinez dakika 118, save ya Leandro Colomwani game ya finali. Ile ni hadithi chungu sana kwa timu ya taifa ya Ufaransa kusahau. Ni moment gani kwako ilikuwa kali zaidi kwenye World Cup ya mwaka 2022? Unatamani siku ya tarehe 11 iwe marudio? Kwanza kabisa mimi si Mfaransa. Hata kule mtaani nijue nilikuwa nasema kama inatokea tukamwita Colomwani sitaangalia Faransa. Acha basi. Nilisema tu kabla kikosi kijatoka. Acha bwana. Nilisema kwamba kama inatokea ukocha akamwita Colomwani sitaangalia Faransa. Sitaifuatilia Faransa. Nitaitoa katika zile timu tatu. Jamani. Kikosi ni moja tutaendelea. Lakini watu si wanakosea na inabidi wasahihishwe. Sawa. Kwani tumhukumu Colomwani wakati watu walikosa penalty, wakati Chouameni walikosa penalty. Okay, sawa. Takuja. Unajua ukiwa striker, ukiwa striker, kuna zile nafasi, kama ile nafasi ni nafasi muhimu sana. Angefunga pale mechi ingeisha. Tuzungumzie the moment kali kwako. Ni hiyo ya Colomwani na unaungana na mimi. Mimi nasema hamna njia zaidi ya hiyo. Colomwani. Yaani hiyo ndio moment muhimu, yani ambao mimi nasema kweli hiyo. Ile comeback ya Uholanzi kwa Argentina. Kaka. Yaani mimi kwangu bado haiwezi kusimama. Kylian Mbappe kufunga hat-trick finali. Mimi nitakuja nitasema pale na Colomwani. Kwa sababu ile kwambia hivyo, hiyo ni finali cha kwanza. Au cha pili. Ni moment ambayo ndio ilikuwa muhimu zaidi. Mfano. Unaangalia mechi ya Arsenal na West Ham? Niangalia. Unaona tesa kosa kidogo Fernandes. Of course. Ndio tunaanza kuambia msimu mzima. Hiyo ndio ilikuwa nafasi. Ndio hapo hata mimi mwenyewe biggest mimi nilikuwa naangalia mpira. Nilikuwa naangalia ile mechi. Mimi ni Arsenal. Wakati ile pasi inapigwa sasa. Wakati ikiwa pale yule Saliba na Gabriel wakataka washakubali kwamba bana huu hatumfikii kivivote. Mimi nilizama chini. Unasikiliza nyavu zinaitika ziti. Nikatoa vitu watu washangilie. Kwa sababu nilikuwa nilokaleka nao nyumba. Wengi ni wapinzani wangu. Kwa hiyo nilipokuwa nimeinama. Sasa hata dakika hii ilikuwa imeshapita. Mwani nyanyuka. Hata kunyanyuka unakona. Hadi mimi ngoja kwa. Alikosaka kukakosaje? Akasema ngoja subiri replay. Ndio nikaa subiri. Ndio kwa ile replay nikasema,
aise ikasema hii ndio nitaikumbuka. Yaani tukitoa ubingwa nikasema tukitoa ubingwa. Yaani hii nitaikumbuka daima. Yaani ndio nitakuwa chance ambayo nitaikumbuka. Sasa sitaamini. Hata sasa inarudiwa. Nikasema aise kwa nini la akopela na leo mchezaji bora wa msimu. Acha bana. Kwa sababu hivi bila yeye pale. Hiyo ni vita nyingine mzee. Bruno unajua tuko World Cup bana. Sawa. Niko unamtia hasira bana. Kwa hiyo kwangu mimi ndio the best hiyo ya Koromwani. Twende na majina matano ambayo unaamini atafanya vizuri zaidi kwenye World Cup hii hapa. Majina matano ambayo unaamini atafanya poa zaidi. Vitinha. Afu kwa Senegali pale na uhakika wewe unatarajia Ismail Sarr. Wewe na uhakika atafanya vizuri. Tukija kwenye Ufaransa mimi bana na midfield yangu bana nikubali. Check out. Mimi siwezi kubamba Man City rasmi kwa jamaa na vita kubwa sana. Kuna yule dogo ambaye anacheza sumu nako kama hicho. Anaitwa Akuchi na manywele Mousse. Afu ni midfielder ambao sasa hivi amechukua nafasi kama Vinka. Au Kevin Tulama atajua. Huyo hajaitwa. Nimemsahau lakini acha tumpe na leo. Midfielder yangu la yote. Acha nini? Bwana. Unajua huyu jamaa anataja wachezaji mavete. Wewe kwa nini maveterani? Sasa ndo nakutajia. Yaani mimi na basi poa sawa, tuendelee mbele. Mimi sitaki atuendelee mbele. Tuachane na maveterani. Tunataka talent brother. Talent zipo nyingi. Nimekutajia Vitinha, si ndio? Na Ismail Sarr. Twende hapo. Twende. Talent tutazungumzia. Haya. Tunakuja Uingereza. Declan Rice. Umewakataa Uingereza sekunde chache sasa ndio umefanya talent kaka. Unataja talent. Sasa hivi tunataja talent. Okay. Declan Rice. Ndio tunataja talent. Watatu. Sasa hapo tena siwezi kutaja timu moja au wawili. Msiwa, mimi nataka siku tukija tunasema sasa Duhuma World Cup imeisha, bingwa Ureno. Majina yako matano, hesabu hizi video zipo, ulitaja Vitinha, ulitaja Ismail Sarr, ulitaja Declan Rice, bado wawili. Kanitaja na mimi hapo nimo. Vipi? Bado wawili. Haya. Katika wawili Pedri. Tunamwongeza wanne. Jamaa mpira anajua. Haya, wa mwisho talent anazifahamu sana. Haya. Hapo wa mwisho kuna udogo nani? Twende Brazil. Japokuwa dogo nitamani dogo angekuepo ile Rodrigo nitamani. Ila sasa ndo majeruhi hayupo. Na nikatamani na Estevao angekuepo. Naye amekosekana. Kwa tati Brazil naiona pale kwa haraka. Utasikunya. Hapana. Basi sisi shabikia mchezo. Kwenye kwa tunasema. Okay, acha tumpe check. Ryan check. Ila kama atapata nafasi. Ryan check. Of course lazima acheze. Na namba 10 au Michael Olise anataka namba 10. Lazima ataka. Na imani wingi atakuwa Olise atakuwa Dembe. Na imani hiyo. Duwe anasubiri. Sasa panga utampangaje? Duwe anasubiri. Huyu Marcus Thuram anasubiri. Ndio steka mwenyewe anakuwa. Kirani Baka anasubiri. Ngoja nipeke mimi napotaka. Bali napotaka. Nyewe wa Faransa. Nyewe pale. Nataka tu pale ile top 3 ya juu nyewe wa Faransa. Unakujaje sisi Ureno? Ngoja Olise. Ngoja Dembele. 10 cheki nyuma yao. Steka Kylian Mbappe. Marcus Thuram anasubiri Mbappe achoke. Sasa wanabadilishana sasa. Sawa. Bana, hizo ni talenti 5 kutoka kwa Duma ambazo anaamini zitafanya poa zaidi World Cup ya mwaka 2026 pale Marekani bwana, si ndio? Tumalize na hili hapa. Vilabu mbalimbali vimekuwa vinafanya maboresho ya usajili wa vikosi vyao bwana. Watu wanaingia, watu wanatoka, Barcelona wameweka transfer ya kwanza mapema sana, euro milioni 70 kutoka Newcastle United kwenda Barcelona. Hapa namzungumzia Anthony Gordon. Ni usajili wa namna gani kwa dakika kadhaa mzungumzie? Sekunde chache. Anthony Gordon kwenda Barcelona inaakizi changamoto ama shida ya Barcelona kwa msimu unaokuja na msimu uliopita ulivyoona? Tukija kimpira sasa. Yaani kiufundi zaidi. Kwa mimi Barcelona ninavyoiangalia. Sidhani kama Barcelona ina shida na winga.
sidhani. Ningetegemea angekeza nguvu kutafuta beki kwenye hiyo milioni 70 wanaotoa kwa Newcastle. Lakini kama wanatengeneza mbele sawa, ila ilikuwa nitegemea kwanza kutafuta beki ya kati 2, 4 na 5. Lakini Pogba basi anafanya vizuri. Wengine labda fanya kama sasa hivi ilikuwa ni sahihi kutafuta beki, lakini labda ungepata beki backup. Kwangu mimi hapa ile so beki Pogba basi bado mtoto. Kutoka skali kama hivi tu dogo la mbona na usiki gani. Unasoma ndio kitu wako sasa hivi wanatafuta wamechukua hapo nani. Umeona? Kwa basi wala kumchukua huyu mtoto. Huyu nani? Gordon. Kama wanazidi kutengeneza mbele. Wanatengeneza bodybuilder wanavimba juu. Sawa, sisi niko kwao ni sahihi. Yeye ndo wale wataanza mbele, nyuma. Vipi kwa Rashford kwanza? Rashford wanamchukua au ndo nendo shule yake imeisha? Unaona wanahangaika na transfer ya Julian Alvarez, imekataliwa ya kwanza, wanapeleka ya pili. Siamini kama watamchukua. Kwa sababu nimeona Atletico wamesema wanamtaka katika Pedri, Rafinha. Wala fanya biashara. Atletico sana Chelsea wengi wafanya biashara. Turudi kwa Gordon. Gordon kwake ni katika kubwa sana kwenye maisha yake. Sahihi alisema. Yani ndio iko hivyo yani. Kutoka Newcastle mpaka Barcelona ni hatua kubwa. Lakini kwa Barcelona mimi sioni kama wanahitaji huo. Kama Rashford anabaki. Kwa Barcelona wamecheza kamari. Kama Rashford anabaki ni ujinga wanafanya. Kama Rashford anaondoka ni sahihi. Lakini tukija sasa kiufundi zaidi. Tunashida na beki ya kati sisi Barcelona. Nini unataka kutuletea kwa Gordon? Ndio Barcelona mbele kwa vizuri. Yaani hata kama Gordon tusingemchukua Barcelona bado mbele ni tamu. Umeona? Kwa na Gordon anaenda Barcelona sasa. Sidhani kama anaenda kwanza moja kwa moja. Liverpool wao wamemchukua kocha wa Bournemouth. Minyo anaitwa Ande Iraola. Bournemouth anamaliza nafasi ya 6.56 mwakani wapo UEFA Europa League. Ni project sahihi kwa klabu ya Liverpool yenye majina makubwa. Achana na project ya Bournemouth tofauti na Liverpool. Iraola hana jina kubwa sana kwenye mpira. Kwa project ya Liverpool ni mwalimu sahihi, miaka 2 yuko Liverpool, yuko Anfield bado. Cha kwanza kwa mimi kama mimi kwanza ile kocha anakuja bado masiku kufuatilia. Lakini kwenye msimu huu sasa tunakuja. Kwa mwaka jana. Mtu ambaye alikuwa anafanya mimi ni mfuatilia sana yule kocha. Ni hao kina Bangile Edo walikuwa wanampromote sana yule kocha, wanamposti sana. Nani? Hiyo kwa tamani uione talent. Ngoja kwa sababu wanamzungumzia sana, ngoja uione nifuatilie. Bwana Masi kiza saa 8 nilikuwa naangalia sometime moja zile. Nikagundua kwamba yule kocha kuna baadhi ya wachezaji wanatengeneza pale kwa Masi. Of course hata mpira ambao wanaocheza ni wanacheza mpira mzuri sana Masi. Kama ulifuatilia mpira wa Masi, ni mpira mzuri wanacheza. Ndio maana yuko hapa katikati kwa mechi moja, sio wanacheza kama mechi 11. Hakufunga. Mpaka kutoka Zanzibar akaja akatuajibia vile ubingwa wetu nakumbuka. Kwa hiyo ni kocha mkubwa kwa Bournemouth. Kwa CV ambayo alioitengeneza msimu huu kutoka uje Bournemouth sio timu kwenda kucheza Europa sahihi project. Kwa hiyo bana nimesema project ya Liverpool mara nyingi huwa hazifanani na project za vilabu vingine. Unaona tafiti kwa sababu miongoni mwa nadhani hata yeye hadi anakwenda kusaini lile deal, maana yake anaamini kabisa kwamba project ya kwanza ambayo anakutana nayo kwamba tunahitaji kubingwa wa EPL. Mimi naweza kusema unaona anafiti 50-50 kwa sababu sio kusema kwamba huwa ataenda tafiti moja kwa moja. Kwanza anaenda timu kubwa. Kwa anaenda timu ambayo kwamba bana sisi tunataka kumkuta Maresca. Kwamba bwana tumeenda timu ambayo ubingwa wa ligi sio shida zao. Wanahitaji bwana. Miaka miwili, yani miaka miwili mmoja bwana sisi. Maana wamekosa ubingwa msimu mmoja mwakani. Tunataka ubingwa. Ndio kitakuta huyo kocha. Huyu kocha Liverpool walimfukuza huyo Slot sijui. Huyu mimi naweza kusema huyu bwana alitembea upepo wa Klopp. Hata kwa kikosi mpira hakuwa. Sasa msimu umeisha sasa. Akafanya kwake. Twende sasa kwenye kikosi chako wewe. Ndio tuliyaona. Kwa hiyo Iraola cha kwanza kocha ni mdogo. Timu kubwa. Kwa hiyo kama yani atafanya kama alivyofanya Bournemouth.
kwa namba 2 si kwa Trent na nani. Tunafanya kama backup kwa sababu Dan Carvajal anaondoka. Ameshastaafu. Basi tuseme sahihi. Sahihi. Kwa sababu pale tunajua kwa hata atakana Rudiger. Namba 3 si upo yule dogo nani? Alvaro Carreras. Kisa anataka ongezewe mtu. Wanaangalia lakini ni transfer sahihi kwa Madrid. Nafikiri ndio maana tu ambao watu wanahitajika ni maeneo hayo. Ndio washamaliza mimi nafikiri pale. Bana, mahasimu wenu wamedaka mtu Atalanta. Ederson, paundi milioni 45 pana mtu Manchester United. Ni anachana na uwezo kucheza nafasi ya kiungo mkabaji na fullback ya pembeni. Unaona ni usajili poa kwa Manchester United, wanamwachia Casemiro. Ni usajili poa kwa Manchester United. Kwanza simjui. Kwa mchezaji. Mimi siwezi kuangalia cha Atalanta kiukweli, siwezi kuangalia. Lakini kwa kuwa ipo katika promotion tunamsikia kwenye mitandao. Tukia kwa banda Manu kuna kipindi washasajiliwa wachezaji wengi sana. Kwa nakumbuka sio enzi kia sio strike yao. Ndio kwa Di Maria lakini bado hawakufanya vizuri. Umeona? Haya. Wakaja kipindi Ugarte yuko PSG si ndio? Hadi kwa mtu wakamchukua. Mwisho wa siku Kaonekana kawaida. Wakaja wakamchukua Mason Mount anatoka Chelsea kwa mtu. Mwisho wa siku Kaonekana kawaida. Kwa hiyo mimi nataka Manu ndio timu ya kwanza ambayo inaona vipaji. Siwasemi vibaya kwa sababu inawachukia. Tunaenda kwenye fact. Ndio Manu unaona timu nzima mtafanya vizuri kila mwaka ni ule mmoja. Ni ule. Kila mwaka hata timu kia wakafanya vizuri mchezaji huyu. Sasa hizi kwa ndio. Lakini kwa kuwa wale ndio wanahitaji viungo. Walikuwa na washona Baleba. Tunamuona kwa wachezaji mpira. Ilikuwa ndio usajili sahihi bila kufanya. Ndio atakapochukua mtu. Kwanza ni taifa gani? Brazil. Hajaitwa. Tutamuona talent tutaiona Brazil. Ameitwa. Yupo. Ederson. Kwa hiyo tutamwona kwenye World Cup. Nitamfuatilia sasa niweze kumuona. Kwa hiyo ni usajili ambao kwa wao ni usajili sahihi kwa sababu siona kuna mtu kashatoka pale kwenda kuongeza. Unaona? Kwa upande wao ni usajili sahihi lakini kwa upande wa sisi ambao tunafuatilia mpira na tunaiona. Sasa kama tatoboa. Kwa sababu timu ile inakuwa sana vifaa. Bwana mimi nataka tuweke poa jambo moja bwana kwamba kwenye World Cup hii hapa sisi kama B Sports tutakuwa na World Cup special kila Jumanne na Alhamis, ndio? World Cup special. Bwana jambo letu litakuwa ni moja. Tuna dakika zetu 30 tutabonda in and out kuhusiana na World Cup. Ndio bwana Lunga. Kama kawaida. Nataka uambie washikaji zako bwana. Tulie sikio. Sema nao waambie kila Jumanne na Alhamis kuanzia tarehe 11 World Cup special tuko nayo hapa. Bwana kila Jumanne na Alhamis World Cup special tuko nayo hapa katika kipindi. Sasa tufuatilie hapa kwenye B Sport utapata mazuri tu mengi. Madini mengi sana. Bwana mimi naitwa Mbwene Mgompelo. Nilikuwa hapa aka Vinicius Junior Winga Teresa. Shabiki moja la Real Madrid lenye kujigamba sana. Kombe gani msimu? Achana timu yetu sizungumzie timu. Hiyo ilikuwa ni B Sports yake Boresha Radio. Tunasikika tena hapa kila Jumanne na Alhamis. Una nafasi nayo kuungana na sisi rasmi na moja kwa moja. Jambo la maana zaidi, endelea kutufuatilia kwenye kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii. Kama unakwenda Google kwenye kivinjari chako na download pale Boresha au iTunes au Live Online Radio, utasikia live kabisa moja kwa moja. Until next time, mpaka wakati mwingine tena. Bye mwana michezo.